الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Tulishia katika aya 6 kwenye sura yetu hii, Suratu Tahrim, aya ambayo imewataka waumini wawe waangalifu kwenye maisha ya dunia, wasijitie katika mitego ambayo itawapeleka kwenye adhabu ya Allah, wajiokoe nafsi zao, na katika majukumu au masala ya usimamizi wawasimamie watu wao vizuri ili nao wawaokoe na moto. Maisha yote ya dunia ni mtihani, mpaka kwenye ngazi ya familia, baina ya mke na mume, baba na watoto wake, mtu na mali yake, mtu na familia yake, ukoo wake, mote mna amri za Allah zinatakiwa zichungwe. Kwa hiyo makosa yanayofanyika kwenye nyanja hizo yanatosha kumtia mtu katika hatari akaangamia, na ndio maana tukaambiwa tujiokoe sisi wenyewe na tuwaokoe watu wetu na moto. Humu tuna feli sana. Ndio unaona mfano ndani ya nyumba ya Mtume imekuja aya kuzungumzia masala ndani ya nyumba ya Mtume mwenyewe. Kwa hiyo watu wengine wanastahiki wawe makini zaidi. Tumehutubiwa sote, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na za watu wenu na moto. Changamoto za maisha yetu ya kila siku ndo mitihani yenyewe hiyo. Waquduha an-nasu wal hijara, kuni za moto huo ni watu na mawe special ya baruti ambayo yakiingizwa humo ndo yanazidisha kasi ya moto, na mawe mengine ni yale ambayo yalifanywa miungu, walioabudia na miungu yao hiyo watatiwa nayo pamoja motoni. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun, wadhamini, watunzaji, wafanyakazi wa moto huo ni malaika ambao mashupavu tena wakali. La yasuna Allah ma amarahum, hawamuasi Allah kwenye anayowaamrisha. Wayafaluna ma yu'marun, na wanafanya kwa ukamilifu yote wanayoagizwa. Ya ayyuhalladhina kafaru, enyi makafiri, la ta'tadhiru al-yawm. Haya sasa, baada ya kutuhutubia sisi tuliopo hai, kwenye aya hiyo ya 6
Allah anatuzungumzia watakayoambiwa makafiri siku ya kiyama. Aya 7, ya ayyuhalladhina kafaru, enyi mliokufuru, la ta'tadhiru al-yawm, leo ni siku ya maamuzi, siku ya hukumu, hamtakiwi mjitetee, kwa sababu vielelezo, mazingira ya kosa, ushahidi, kila kitu vimekamilika. La ta'tadhiru al-yawm, leo msihudhurishe dharura zenu za utetezi, kila kitu kimekamilika katika nafasi yake. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, si vinginevyo ila leo munalipwa yale ambayo duniani mlikuwa mnafanya. Kile ulichokiandaa huko ndo kipo hapa, unalipwa leo. Wataambiwa hivyo makafiri. Allah tuhifadhi sisi tusije tukafa tukawa miongoni mwao. Tafsiri ya aya hii ni kwamba ya ayyuhalladhina kafaru, enyi ambao mmekufuru, la ta'tadhiru al-yawm, leo sio siku ya kuleta dharura zenu. Mimi nilifanya hivi kwa sababu nilikosea, nilikuwa sijui, hivyo vitu havina nafasi. Yuqalu lilkufari inda dukhulihim an-nara, maneno haya wataambiwa makafiri pale wakati wanaingizwa motoni. Hukumu ishapita, maamuzi yashatoka, bado watakuwa wanachonga tu, wana maneno ya kutafuta utetezi. Kwa hiyo wataambiwa maneno haya wakati wanapelekwa motoni. Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawm, ai maana yake la ta'tadhiru an dhunubikum wa ijramikum, leo sio siku ya kuhudhurisha dharura zenu za kutenda dhambi na makosa. Maana atakuwa anatengeneza lugha ya kushawishi kwamba hakukosea kwa makusudi, anahitaji aonewe huruma. Kwa hiyo wataambiwa maneno kama haya, maamuzi ndo yameshatoka, mmehukumiwa muende huku. Kwa hiyo la ta'tadhiru, hamtakiwi mtoe dharura zenu, an dhunubikum, za kujitetea dhidi ya dhambi zenu, wa ijramikum, na makosa yenu mlioyafanya. Kama kosa ni wivu, haya mambo mtu anafanya, hata nasaha zote zinakwisha asikii. Nishasema mke uliomuoa kamwache, huyo sio mke. Mke yupi kama huyu sie? Basi kangangania hapa duniani, huko atakwenda kutaka kujitetea. Unaona, umefanya kosa na kosa lako limekutia hatiani. Kwa hiyo baada ya kutoka maamuzi wataambiwa la ta'tadhiru an dhunubikum wa ijramikum, leo si siku ya kutoa dharura ya utetezi dhidi ya makosa yenu na dhambi zenu. Fala yanfa'ukum al-yawma al-i'tidhar, leo kutoa kwenu udhuru hakutokuwa na manufaa yoyote, maamuzi ndio yameshatoka. Inna Allaha kad hakama baina al-ibad, Allah kishatoa maamuzi baina ya waja wake na hawezi kwenda kinyume na alivyoamua. Li'annahu, hamtakiwi kujitetea sasa hivi baada ya maamuzi, kwa sababu qad qaddama ilaykumul indharu wal i'dharu, tangu mko duniani Mola wenu alishakutangulizieni nyudhuru, maonyo. Kwa hiyo sasa hivi tena kama hamkutaka kunufaika na haya huko, hapa hakuna second chance. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, kwa hakika si vinginevyo, leo mnalipwa kile mlichokifanya. Duniani ni mahala pa kufanya, ukishaondoka hapa unaenda kukuta malipo ya kile ambacho hapa ulikifanya. Kwa ukiambiwa ujiokoe na moto, hapa ndo uchukue tahadhari. Unafanya hapa mambo kwa raha zako, mengine yanakuwa na madhara kwa watu wengine, we unafanya tu.
na unajiona uko sawa. Sasa siku makosa yako yakikutia hatiani, utakosa nafasi ya kujitetea, huna utetezi. Kitakachobaki ni kukubali maamuzi yatakayotoka. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun innama tanalu jazaa a'malikumul qabiha. Leo munapewa matokeo, malipo ya amali zenu mbaya. Innama, si vinginevyo, tanalu jazaa a'malikumul qabiha. Leo mnalipwa, mtapata matokeo ya amali zenu mbaya, malipo yake ndo leo. Wala tuzlamuna shay'a, wala hamtodhulumiwa chochote. Yani sio kwamba ulifanya makosa alafu baada ya hukumu ukaongezewa tena na mengine kwa kukomolewa. Ukomolewi, unalipwa kwa mujibu wa kosa lako ulilofanya. Ka kaulihi ta'ala, ni kama ilivyo kwenye maneno yake Allah mengine alivyosema, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Leo kila mtu atalipwa kile alichokichuma. La dhulma al-yawm, leo hadhulumiwi yoyote. Inna Allaha sari'ul hisab, hakika Allah ni mwepesi wa kuhesabu. Ni mwepesi kwa sababu mambo yote uliyoyafanya yashapangiliwa, yashapigwa thamani, summation imefanyika, ni kutoa maamuzi tu. Na suala la kutoa maamuzi ni mara moja. Hakuundwi tume ya wapelelezi ukaambia shauri lako liko katika ngazi ya upelelezi. Hayo masuala yanafanyika kabisa hapa hapa. Wewe ukifanya na mtiririko wa mambo yote tayari umeshatimia. Mazingira ya kosa, maafa yaliyopatikana, ushahidi na kila kitu, vile ukifanya kila kitu kinajiseti chenyewe. Kwa hiyo Allah anakuwa ni mwepesi wa kukuhesabu siku ya kurudi. Inna Allaha sari'ul hisab. Hiyo ni aya iko katika suratu Ghafir. Thumma da'a almu'minin, halafu baada ya kupewa taarifa itakayowafika watu waliokosea, Allah akarudi kuwalingania waumini. Inshallah na sisi tuwe ni miongoni mwa hao. Ada yamerudi maelezo ya Allah. Da'a almu'minina, anawalingania waumini ila taubati sadiqati an-nasihati. Kukosea ni maumbile ya binadamu kwa sababu ya udhaifu wake, lakini baada ya kukosea Allah anakuambia utubie toba ya kweli ambayo haina kigugumizi. Faqala, akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Mkikosea tubieni kwa Allah toba ya kweli. Taubatan nasuha ni ile toba ya aliyefanya kosa halafu akakiri kosa lake mapema, akaamua kuliacha, analiacha moja kwa moja. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, innama taubatu ma'al istimrari taubatul kadhibin. Toba anayotubia mtu alafu bado akaendelea kulifanya lile lile alilotubia, hii ni toba ya watu waongo. Hukutubia kweli, unadanganya. Ndio wale walioambiwa yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanamkhadaa Allah. Sasa nimetubu Mola wangu nisamehe, alafu anajipa moyo nishasamehewa, anafanya tena lile lile. Akishalifanya nimetubu Mola wangu nisamehe, anajipa moyo nishasamehewa, anafanya tena lile lile. Hiyo sio toba. Innama taubatu ma'al istimrari, toba anayotubu mtu kisha akaendelea lile lile alilolitubia, taubatul kadhibin, hii ni toba ya watu waongo. Kwa hiyo taubatan nasuha, kama una athari ya imani moyoni mwako, siku ukijua jambo fulani mimi ninafanya lakini kumbe ni baya, na halafu ukajua kwamba ubaya wa jambo ninalolifanya utanirudia mwenyewe, na mie siwezi mashaka hayo,
Ukiamua kutubu, basi utubu iwe ndo mwisho hapo, usilifanye tena. Sharti za toba ni 4 tunaambiwa, lakini ni 3 kwa ujumla wake. Sharti ya kwanza, lile kosa lenyewe uliache mara moja, wala usilitazame ukawa unaenda kuendelea nalo tena, liache. Pili, moyoni mwako msionekane kwamba kuna furaha ya lile ambalo ulilifanya, ujute kwa nini ulifanya lile kosa. Allah anakuangalia mpaka moyoni. Waalamu anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbi, eleweni Allah huwa anakagua amali zenu mnazofanya, na mahala anapopafanyia ukaguzi ni baina ya mtu na moyo wake. Ajue kweli limekukera jambo ulilolifanya, kama ambavyo yeye alikereka ulipolifanya, na wewe likukere, kwa nini nikafanya jambo lile? Kwa hiyo likikukera itakuwa unajutia, najuta kufanya lile jambo. 3, uwe na azma thabiti kwamba sitorudia tena. Hayo tu mambo 3 ndo masharti ya toba iliyokamilika. Hiyo ndo taubatun nasuha. Acha kosa, halafu ujute kwa nini ulilifanya, kesha uwe na azma ya kwamba hutolirudia tena. Akikuona Allah uko hivyo, anajua mja wangu kajirekebisha, katubia kweli, anakusamehe. Lakini unasema unatumia masaa 2 matatu, unasema nitatumia masaa haya kumuomba Allah msamaha, halafu una hakika kwamba Allah atakusamehe, kesho yake unalirudia tena lile lile, wewe sasa unakuwa unatania. Hiyo sio toba. Kwa hiyo hapa Allah amesema kukosea, tunakosea kwa sababu ya udhaifu wetu wa kimaumbile kama binadamu, lakini si jambo jema mtu kung'ang'ania kudumu na kosa kila siku. Tubieni hivi, mkijisikia mmekosea tubieni, na mkitubia mtubie kweli kweli. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ai, maana yake ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, tubu ila Allahi min dhunubikum, tubieni kwa Allah kutokana na makosa yenu. Mkijisikia mmekosea, basi tubieni. Lakini mkitubia, tubieni kutokana na makosa yenu, taubatan sadiqatan khalisatan. Mkitubu mmetubu toba ya kweli, toba iwe safi kwa ajili ya kutaka radhi ya Allah, na ajue kwamba mmeshakubali hamtorudia tena. Balighatun fi nushi alghaya alquswa, hii azma yenu ya kutubia makosa iwe imefikia katika kiwango cha juu cha kwamba kweli mmerekebishika, hamtorudia tena kwenye hilo kosa, na Allah ajue hivyo. Suila Umaru ani taubatin nasuhi faqala, walimuuliza watu khalifa wa Waislamu Umar ibn al-Khattabi wakati wa ukhalifa wake, nini maana ya taubatun nasuha? Faqala, akasema hivi, hiya an yatuba, taubatun nasuha ni kutubia aliyekosea, mtu aliyekosea, thumma la yauda ila dhambi, alafu ilokosa alilolitubia asilirudie tena. Sio umechepuka alafu ukasema nimekosea, Mola wangu nisamehe, lakini wewe na mchepuko wako bado mnatakana, mnarudia kila mkikutana, hujatubu wewe. Na ukifa na mchezo wako huo, wewe umekufa na makosa, na kosa kubwa miongoni mwa makosa makubwa, kabairu dhunubi. Ukienda nalo kosa hili litakutia hatiani tu, huna salama. Kwa hiyo ukitubu, ikitokezea umekosea, sawa, tubu basi, lakini ukitubu utubie kweli. Allah akiridhika umetubu, anakusamehe. Lakini hutaki kutubu, ukienda na kosa lako unaenda vibaya. Kwa hiyo kaulizwa taubatun nasuha ndo ipi? Akasema ni kutubia aliyekosea kutokana na kosa lake, halafu asilirudie tena. Ndo jawabu ya Umar ibn al-Khattab. Kama la yauda al-laban ila ad-dar'i,
kama ambavyo maziwa hayarudi tena kwenye chuchu. Yani kama unakama ng'ombe wako alafu kaambia wateja unaowakamia maziwa leo wamesema wala hawaji, unaweza ukayarejesha tena kwa ng'ombe? Yakishatoka ndio yametoka tu. Hawakuja wateja uliokuwa unawakamia kunywa mwenyewe, au tafuta wengine kawauzie, lakini huwezi kuyarudisha kwa ng'ombe. Labda umpe mtoto wake ayanywe, maana mtoto wa ng'ombe anaweza akanywa hata ukimtilia kwenye bakuli au sufuria, atakunywa maziwa. Lakini kuyarudisha kwenye chuchu si rahisi. Kwa hiyo na wewe ukisema kosa hili nimetubia, sifanyi tena, manake usirudie tena. Ukisema nimekoma, iwe umekoma kweli. Qala alulama, wamesema wanawachuoni, at-taubatun nasuh, hii toba inaitwa taubatun nasuh, hii ni toba ambayo jamaat thalathata shurutin, imejumuisha sharti 3. Taubatan nasuha imejumuisha sharti 3, lazima zote ziwe zimekamilika, ndio toba hiyo inakuwa taubatan nasuha. Sharti ya kwanza, al-iqla'u min adh-dhambi, yule mwenye kosa lake anayelitubia aachane nalo mara moja, kwamba jambo hili mie basi sitofanya tena. Hiyo ndo sharti ya kwanza. Pili, wanadamu ala ma hadatha, awe anajuta kwa lile lililotokea alilofanya, asilifurahie. Ukishabikia jambo ambalo ulifanya hujatubu, wewe bado muongo. Ujute kwa nini ulifanya kosa lile, alafu unajua ni nani uliyemfanyia, unaweza kukabiliana naye. Kwa hiyo ukijua uliyemfanyia kosa lile humwezi, basi ujute, kwa nini nikajikorofishia mwenyewe usalama wangu. Ujute, sharti ya pili. Kwanza uliache, pili ujute kwa nini ulifanya. Na sharti ya tatu, wal azmu ala adami al-audati ilayhi, uazimie kutoka moyoni kwamba kosa lile sitolirudia tena katika maisha yangu. Ukiwa hivyo na Allah akakuona moyoni uko hivyo, wewe umetubu kweli, na yeye hana pingamizi, atakusamehe. Lakini unakosa unalirejea rejea, wewe hujatubu na husamehewi. Unakosa umeliacha, lakini unalishabikia, kama si wewe unawahamasisha wengine, wewe hujatubu na husamehewi. Umejitengenezea mazingira kwamba ikiwa hivi basi lile mimi nitarudia tena, wewe hujatubu na husamehewi. Acha kosa, juta kwa nini ulifanya, halafu iwe ndo mwisho, mwanzo na mwisho, usilirudie tena. Hiyo ndo taubatun nasuha. Wa in kana alhaqu aladamiyyu wa in kana alhaqu liadamiyyin, sharti ni 3, lakini in exceptional case wanawachuoni wanasema hivi, wa in kana alhaqu liadamiyyin, kama hilo kosa ulilolifanya ni kosa la dhulma, umeidhulumu haki ya binadamu. Kwa mfano umemuibia mali yake, zida shartun rabi'un, inazidishwa sharti ya 4 hapo. Unayo haki ya mtu, umemchukulia mwenyewe, bado yupo ananungunika, fulani kanipiga. Hiyo lugha ya mjini, kupiga sio kumdhuru, kumpiga mtu ni kumuibia haki yake, pesa, mali inayohamishika au vinginevyo, au hata isiyohamishika. Watu wanaibiwa siku hizi. Kwa hiyo kama umedhulumu haki ya binadamu, inaongezeka na sharti ya 4, wa huwa, na hiyo sharti ya 4, raddul madhalima li ashabiha, ni kuvirejesha vile vilivyodhulumiwa kwa wenyewe. Umechukua shamba ya mtu, uirejeshe kwao. Umechukua hela za mtu, umrejeshee mwenyewe. Umechukua chochote kile cha mtu, umrejeshee mwenyewe. Hapo utakuwa umesamehewa, umekamilisha masharti ya taubatun nasuha. Kwa hiyo enyi waumini, mkitubia, mkikosea, tubieni toba ya kweli. Mkitubia tu toba ya kweli,
asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum, huenda Mola wenu akakusameheni makosa yenu. Na asa ya Allah huwa ni uhakika, sio ya bahati nasibu. Asa hutafsiriwa huenda. Sasa neno huenda inaweza kawa ikaja katika positive au negative sense, lakini kwa Allah asa maana yake ni hakika. Mkitubia toba ya kweli, Mola wenu atakusameheni makosa yenu. Ai maana yake la'alla Allah yarhamkum, huenda Allah akawarehemu, fayamhu ankum dhunubakum, akakufutieni makosa yenu. Ushakosea lakini Allah akafuta kosa. Ila kumbuka halifutu kwa raba, kumbukumbu inakuwepo. Utakwenda kuambiwa tu siku ya maamuzi ulikosea kosa hili, lakini kwa sababu ulitubia hili halimo kwenye hukumu, hutohukumiwa nalo. Ndo fadhila ya toba. Wale mashujaa wanakosea mpaka siku ya kufa, ndo wanaenda na makosa yao hivyo hivyo, yanawatia hatiani, hawatoki. Waumini ndo wameambiwa hivyo, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi waumini mkikosea tubieni toba ya kweli kwa Allah. Qala almufassiruna, wanasema wanawachuoni wa tafsiri, asa, neno asa min Allahi, akilisema Allah neno hili, wajibatun, linakuwa kwake ni wajibu, sio huenda. Mkitubu toba ya kweli na wasamehe tu. Asa min Allahi wajibatun, neno asa kwa Allah ni wajibu, bimanzilati tahqiq, limewekwa hapo mahala pa kuthibitisha kwamba hivi ndivyo ilivyo, ndio uhakika wenyewe, atasamehe makosa yenu. Wa hadha itma'u min Allahi liibadihi, hii ni kauli ya kuwapa tamaa Allah waja wake. Allah anawapa moyo waja wake. Mkikosea msivunjike moyo, msikate tamaa, jirekebisheni tu, Mola wenu ni mwenye kusamehe. Hadha itma'u min Allahi liibadihi fi qabuli taubati, hii ni lugha ya kuwatia tamaa viumbe, inatoka kwa muumba wao kwamba yeye huwa anakubali toba ya wenye kukosea alafu wakatubu. Tafadhulan minhu wa takarruman, amefanya hivyo Allah kutuonyesha fadhila zake na ukarimu alionao kwa viumbe wake. Wa huwa al-ghafurul wadud, kasema kwenye suratul Buruj, Allah ni tabia yake kusamehe, na anasamehe kwa sababu ana mapenzi na viumbe wake, anawapenda. Kwa hiyo unakosea, ila usiendeleze makosa, ukijirekebisha akiridhika anakusamehe. Hiyo ni tafadhulan minhu wa takarruman, ni kutuonyesha fadhila zake na ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-azima, kwa sababu mkuu mtukufu, idha waada wafa, anapoahidi huwa anatimiza ahadi zake. Akisema nitakuletea, anakuletea. Nitakupa, anakupa kweli. Nitakufanyia, anakufanyia. Mtu mtukufu akiahidi, kwake inakuwa si tabia njema au ni muhali kuahidi halafu asitekeleze ahadi yake. Kwa hiyo Allah ni mkuu, Allah ni mtukufu. Kasema unakosea, sawa, basi usiwe tena jambo hilo la kukosea linadumu kwako, jirekebishe. Ukijirekebisha nikiridhika ninakusamehe, na kweli ukijirekebisha akiridhika anakusamehe. Waadatul muluki, na ni dasturi ya wafalme, annahum idha aradu fi'lan qalu asa, wafalme wenye mamlaka wanapotaka kufanya jambo huwa hawazungumzi kwa lugha ya kiburi, ndio maana hutumia hili neno asa. Au kwa sisi tumezoea kusema tukijaliwa, tukijaliwa tafanikisha hilo. Kwa hiyo wafalme, annahum idha aradu fi'lan, wanapotaka kufanya jambo, qalu asa, huwa wanatumia neno asa. Kwa hiyo hata Allah ni mfalme mkuu, na yeye hutumia hilo neno asa, lakini kwa maana ya at-tahqiq, ni uhakika. Fahuwa bimanzilati nadhiratin, bimanzilati,
fahuwa bimanzilati almuhaqqiq. Neno hasa kwa mkuu, kwa mtukufu, linakaa nafasi ya ithbati, ni uhakika, hivyo ndivyo ilivyo, nitatenda. Kwa hiyo kasema hivyo, tubieni toba ya kweli, mimi nitawasamehe mkitubu kweli. Asa rabbukum, huenda Mola wenu an yukaffira ankum sayiatikum, akakusameheni makosa yenu mkitubia. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na maadamu mmesamehewa makosa anakuingizeni peponi. Ushakosea alafu unaenda peponi kwa sababu hukudumu kwenye makosa, ulijutia kwa nini ulifanya, na baada ya makosa ukaendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo ukifanya vizuri na ukamalizia vizuri, wa yudkhilakum jannatin, Mola wenu atakuingizeni peponi, tajri min tahtiha al-anharu, pepo hiyo inapita mito chini yake. Lini? Kesho. Kesho, lakini sio kesho Alhamis. Wa yudkhilakum fil akhirati hadaiqa wa basatina nadhiratan, kesho akhira atakuingizeni kwenye mabustani na mashamba ya fahari. Tajri min tahti kusuriha anharul janna, chini ya majumba yake ya fahari munapita mito mbalimbali ya peponi, ya maziwa, ya pombe, ya juisi, asali na mingineyo. Lakini ni lini? Ni kesho. Yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'a, siku ambayo viumbe wote watakuwa wamerudi kwa muumba wao, watahukumiwa kwa matumizi ya dakika zao zote za umri walioishi duniani. Katika kuhukumiwa huko, yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya, hiyo ni siku ambayo Allah hatomfedhehi mtume wake, walladhina amanu ma'ahu, wala hatowafedhehi wale waliomuamini huyo mtume. Huwezi kufedheheshwa. Kwa nini likatumika neno khizaya? Khizaya ni fedheha. Umekosea na makosa mengine mabaya na kera, lakini Allah anasema hatokufedhehesha kwa sababu kistaarabu ulipatana naye, halafu ukamalizia vizuri, ukaondoka katika dunia, yeye yuko radhi nawe, hatokuadhiri siku ya kiyama. Mmefahamiana vizuri? Kuna watu wameondoka hapa na mauaji, wameua sana, wamezini sana, wamedhulumu mali mno, lakini mpaka leo wakitajwa tunasema radhiyallahu anhum. Wale Allah hatowafedhehesha kwa yale walioyafanya wakati wa ujinga. Kwa hiyo na yoyote katika waumini, hapa wamehutubiwa waumini, usidumu kwenye makosa. Huna uhakika hata wa dakika 5 zijazo kama utaendelea kuwa hai. Kwa hiyo jiweke tayari na mauti. Jiandae, mauti yakikufika uondoke vizuri. Ndio hiyo, tubia, jirekebishe, ili mauti yakikufika yakukute huko katika safe side, uondoke ukiwa umeridhiwa na Allah akakupe hayo aliyoyaahidi. Atakusamehe na akuingize peponi, siku ambayo Allah hatomfedhehi mtume wake wala hatowafedhehi waumini waliomuamini mtume wake. Yauma la yafdahu Allahu an-nabiyya, maamuzi hayo Allah atayafanya siku ambayo Allah hatomfedhehesha mtume wake wa atba'ahu, na wafuasi wake, almu'minin, walioamini. Amma al-kufaru, ama makafiri, wale walioambiwa tubieni wakakataa kutubu, silimuni, wamekataa kusilimu, muabudieni Mola wenu mmoja aliyewaumba, hawakumtambua kabisa, wakaabudu vingine tena vingine wala havifai kuabudiwa. Ama makafiri wao watafedheheshwa, lakini muumini aliyejistiri, katubia, kamalizia vizuri, haadhirishwi siku ya kiyama. Mambo yake yataenda hivyo hivyo kiungwana, na atapewa taarifa kamili ya mambo yake yaliyosamehewa, halafu atalipwa anachostahiki katika kheri, aende zake peponi. Amma al-kufaru, ama makafiri, inasema yauma la yafdahu Allahu an-nabiyya wa atba'ahu al-mu'minin amama al-kuffari, siku ambayo Allah
hatowafedhehesha mtume wake na waumini mbele ya makafiri. Yani hukumu zitakapofanyika wote ndo tunakuwa tumekusanywa uwanja mmoja, lakini mambo ya watu waliokosea wakatubu wakajirekebisha hayatozungumzwa hadharani mpaka makafiri wakaona, na fulani naye kumbe kakosea alafu kasamehewa. Haya ya waumini haya wahusu makafiri, japo wamechanganyika uwanja mmoja. Bal yu'izzuhum wa yukrimuhum, Allah atawatukuza watu waliokosea na wakatubia wakamalizia vizuri, na atawakirimu na watakuwa na nafasi zao za hali ya juu za akhera. Qala Abu Suudi, amesema mwanawachuoni Abu Suudi, wa fihi ta'ridun biman akhzahum Allah ta'ala min ahli al-kufri wal fusuqi. Hii Allah anatufanyia kipambanuzi tuwe na uwezo wa kutofautisha, kwa sababu makafiri Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atawakhizi, atawaweka kwenye khizaya, lazima wafedheheshwe. Watu waliokufuru na waliofanya maasiya, na wengine hufanya maasiya kesha wakajitangaza, yani kwao ni fahari kufanya yale mambo, Allah naye atakwenda kuwatangaza siku ya kiyama. Waumini na mtume wao mambo yao yatastiriwa, watalipwa malipo yao yanayostahiki, na wanapata hadhi zao za akhera kama ambavyo walijiandaa. Nuruhum, nuru yao waumini ni kama ile iliyozungumzwa kwenye suratul Hadid, yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. Nuruhum, nuru yao waumini, yas'a baina aydihim wa biaymanihim, itakuwa ni angavu, inaona sana upande wa mbele na upande wa kuliani. Mwangaza hauna dasturio, hata kama ni watochi ile unayobimu upande huu, lakini ukiwasha ukaielekeza huku, hata nyuma yako kunakuwa kweupe, unaona, ndio ila si kama kule kwenye bimu yenyewe, kule kuna nuru kubwa. Lakini kutajwa upande wa mbele na kuliani ni alama ya sharaf, alama ya kheri ya watu wema, kama walivyoambiwa vitabu vyao watapewa kwa mkono wa kulia, tena mbele, uso kwa uso. Watu waovu vitabu watapewa kwa mkono wa kushoto, nyuma ya mgongo. Kwa hiyo kushoto na nyuma ya mgongo ni alama ya dharau, mbele na upande wa kulia ni alama ya heshima. Na wasema nuruhum yas'a baina aidihim wa biaymanihim, nuru yao itakuwa inaangaza vya kutosha upande wa mbele yao na upande wa kuliani kwao. Nuru haulai almu'minina yadhi'u lahum, nuru ya waumini hawa itakuwa inawamurikia au inawaangazia, ala sirati, kwenye njia wanayopita kuelekea zao peponi. Wayastau amamahum, itakuwa inaangaza zaidi upande wao wa mbele, wa khalfahum, na nyuma yao, wa an aymanihim, na upande wa kulia, wa shamailihim, na kushoto kwao, itakuwa inaona kote. Kaidhaati alqamari, kama unavyoangaza mwezi, fi sawadi laili, wakati wa usiku wa kiza. Lakini kama nilivyosema, imetajwa mbele na kulia ni alama ya heshima, lakini nuru itakuwa inaona kila upande. Yakuluna, wenye nuru hii watakuwa wanasema, Rabbana atmim lana nurana, Rabbana, ewe Mola wetu, atmim lana nurana, tutimizie hii nuru yetu. Ayo itmamin hii, kutimizwa kupi wanakotaka watimiziwe? Nuru ni nuru, mwanga ni mwanga. Sasa hivi unawaka mara unazimika, kama umeme wetu wa Unguja, hauna dhamana, ndio Na safari za kutoka maukifu mpaka ukafika peponi ni ndefu na ina vikwazo vingi njiani. Sasa lugha hii wanasema watu wa peponi, sasa hivi tunaona vizuri, Allah tujalie nuru hii iwe inaona hivi hivi mpaka tufike safari, isika katika njiani, tutimizie. Inafahamika hiyo Yakuluna, watakuwa wanasema, Rabbana, ewe Mola wetu, atmim lana nurana,
tutimizie hii nuru yetu, itusindikize mpaka mwisho wa safari yetu. Yad'una Allah qailin, waumini hawa watakuwa wanamuomba Allah wakisema hivi: ya rabbana, ewe mola wetu, akmil alaina hadha an-nura wa adimhu lana, tukamilishie nuru hii na uidumishe kwetu, tuwe nayo mpaka tunakoenda. Tukamilishie na uidumishe nasi, twende nayo mpaka tunakoenda. Wala taturukna natakhabbatu fi dhulumati, usije ukatuzimia nuru hii ukatuacha tukawa tunajikwaa kwenye viza, tunaanguka kwa kutokuona vizuri. Qala ibn Abbas, amesema Abdullah ibn Abbas, hadha du'aun lilmu'minina, hii ni dua wanaomba waumini. Hadha du'aul mu'minin, hii ni dua ya waumini. Hina atfa Allahu nura almunafiqin, waumini watakuwa wamechanganyika na wanafiki, safari yao ni moja. Wanafiki si mnajua wamo ndani ya dini, Waislamu nao, lakini wanaenda mpaka sehemu wanafiki nuru yao inazimika, pap, wanakuwa kizani. Waumini ndo wamechanganyika na wanafiki, wanaona lile zoezi. Wenzetu wamepoteza nuru yao ghafla tu. Jambo hili hata na sisi linaweza likatufika. Ikitufika na sisi hali iliyowafika hawa, inakuwaje? Njia yenyewe iko very rough, sio nzuri, masafa marefu. Nuru hii ikizimika tutaendaje? Hapo waumini ndo wataomba dua hii: rabbana atmim lana nurana, mola wetu tutimizie nuru yetu. Waghfir lana, na utusamehe makosa yetu. Na wao walikosea eti, lakini walikosea wakatubia. Lakini tabia ya mtu aliyekosea, hata kama utaambiwa basi nimekusamehe, inakuja tu ile rohoni kukumbuka, nimefanya makosa makubwa, huyu jamani nimemuudhi kweli kweli. Hata kama akasema kanisamehe, akaja akaghairi, je, akaleta maamuzi mengine. Kwa hiyo hatojiaminisha mtu, hata kama kaambiwa umesamehewa, atakuwa na simanzi kiasi fulani. Kwa hiyo waumini wakiona wenzao wamezimiwa nuru, wao wataomba kwa dua hii: rabbana atmim lana nurana, mola wetu tutimizie nuru yetu. Waghfir lana, na utusamehe. Innaka ala kulli shay'in qadir, we mola wetu kila kitu unaweza. Kwenye suratul Hadid imekuja: yauma tara almu'minina walmu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika al-fawzul azim. Dhalika huwa al-fawzul azim. Siku ambayo wataonekanwa waumini wanaume na waumini wanawake. Yauma tara almu'minina walmu'minat, siku utakayowaona waumini wanaume na wanawake. Allah atujalie na sisi tuwe ni miongoni mwa hao. Yas'a nuruhum baina aidihim wa biaymanihim, nuru yao inaangaza vya kutosha mbele yao na kuliani kwao. Malaika wanawaambia bushrakumul yawm, hongereni, mmefanya vizuri. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, huku mnakoelekea ndo mnaelekea peponi sasa hivi. Hiyo nuru wanaondoka mauqiful kiyama, hisabu zimekamilika, maamuzi yashatoka, wanaambiwa nendeni peponi. Lakini nendeni peponi, tumeshasoma hapa mara nyingi kwamba kuna mitihani itafanyika pale. Wengine hawastahiki kwenda peponi, wanaenguliwa mapema. Lakini wengine kwenye mitihani hiyo ya mwanzo wanafaulu. Bado wamo wanafiki, hawatakiwi waende peponi, lakini mitihani ya kule awali wamepasi. Watakuwa wamejumuika waumini wa kweli wanaostahiki kwenda peponi, na wamo wanafiki ambao Allah hataki waende peponi. Kwa hiyo kundi limetoka, wanaambiwa nendeni peponi, wanaelekea peponi. Na malaika wanaambia bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar, hongereni, leo ndo mnaenda peponi.
pepo ambayo inapita mito chini yake. Dhalika huwa alfawzul azim. Haya ndio yale mafanikio makubwa ambayo wenye akili walikuwa wanayatafuta kwa gharama zote. Lakini kwenye safari hiyo ghafla patatokea matokeo katikati ya safari. Yauma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu, siku hiyo hiyo watasema wanafiki wanaume na wanawake, wameondoka huku pamoja na waumini, wanaenda safari moja. Ghafla katikati ya safari wanafiki nuru yao inazimika. Ndo hili tukio analozungumza Ibn Abbas hapa. Kwenye kundi moja wengine wanayo nuru yao wanaona, wengine inawazimikia. Wanafiki nuru yao inazimika, wanabaki kizani. Wenye nuru wanakwenda kwa sababu wanaona, wanapokanyaga hapa kuruka wanaruka, wanasonga mbele, spidi kubwa wanaenda. Hawa watakaokosa nuru spidi yao itapungua kwa sababu hawana uhakika, na wanapokanyaga watakuwa wanaenda kwa uangalifu, wanakimbiwa na wale wenye nuru. Kwa hiyo wakikimbiwa watasema wasio nuru sasa, yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu, wanafiki wanaume na wanafiki wanawake watapaza sauti kuwaambia wale ndugu zao waliokuwa wamefatana nao walioamini, unzuruna, tungojeni. Hakungoje nani hapa mahala tete kama hapa? Unzuruna, tungojeni, naqtabis min nurikum, tuonee hiyo nuru yenu. Neno iktibasi manake ni kuwazima kitu cha mtu ukakitumia bila ya kukipunguza chochote halafu ukamwachia mwenyewe, ndio iktibasi. Sasa sisi tutumie nuru yenu tuvukie hapa tu, ndio hiyo unzuruna naqtabis min nurikum, tungojeni tuonee hiyo nuru yenu. Yani wale waumini walokushapiga hatua wawasubiri ili wawe kwenye kundi la watu wenye nuru waone. Qila rji'u waraakum faltamisu nura, wale hakuna mtu kungojea wala kugeuka nyuma, watawajibu hivyo hivyo makavu live. Irji'u waraakum faltamisu nura, rudini nyuma yenu huko mkatafute nuru. Sio nyuma kule kiyama wanakotokea, nyuma ni duniani. Ile nuru ni ya amali njema, kila mtu anayo yake mwenyewe, anaonea mwenyewe, hatuwazimani. Kwa hiyo wanapoomba, huyu mtu anayeomba kule kunako wenye nuru, kuna mtu wake anamjua, ana uhakika, pengine mwanawe, baba yake, anamuita mtu anayemjua kumwambia hivyo, lakini yule hageuki wala hatomsaidia. Qila rji'u waraakum faltamisu nura, wataambiwa rudini nyuma huko, ndio inakotafutwa. Hii haipatikani hapa, mkaitafute nuru kule ilikokuwa inatafutwa, ndio hapa duniani, na dunia haipo tena. Faduriba bainahum bisurin, litapigwa kuta kubwa katikati baina ya wale wenye nuru na wasio nuru, maana patatengenezeka gap. Hawa waliokizani wako mbali na wale wenye nuru washapiga hatua wako kule. Faduriba bainahum bisurin, litapigwa kuta kubwa, lahu babun, lina mlango mmoja tu mpana hapo katikati. Batinuhu fihi rahma, upande wa ndani ndo waliko wale wenye nuru. Fihi rahma, huko ndo kwenye rehema ya Allah, wale washavuka wanaenda zao peponi sasa. Wa dhahiruhu, huku nje yake waliko hawa wasio na nuru. Min qibalihi, upande walioukabili ule ukuta. Al-adhab, hapa panazuka adhabu sio za kitoto. Hawa wako eneo la motoni tu, waumini washavuka, na watu kaambiwa wa in minkum illa wariduha, eneo la motoni nyote mtalivuka hilo. Lakini wengine watauliza, tuliambiwa tutapita mahala fulani, hatujafika. Tushapita zamani. Kila mmoja na kwa mujibu wa amali zake. Hasa hao waliokuwa mbele ya ukuta, hawa wapo kwenye eneo la adhabu. Watapaza sauti sasa kwa kutokuridhishwa na jawabu waliopewa. Hawa waliokizani watapaza sauti ili ivuke ukuta iwafike wale ndugu zao. Alam nakum ma'akum, mnatujibu hivyo turudi nyuma, kwani si hatukuwa pamoja na nyinyi? Yani mnafiki na mtu mwenye imani wanaswali pamoja, wanafunga, wanatoa sadaka,
lakini kuna tofauti ndogo ndogo za kiufundi. Tunatofautiana muumini wa kweli na yule ambaye imani yake sio nzuri. Mnatujibu hivyo, alam nakum maakum, kwani hatukuwa pamoja duniani sisi waislamu wenzenu? Wale wataambia bala, ni kweli tulikuwa pamoja waislamu wenzetu, walakinakum fatantum anfusakum, lakini nyinyi wenzetu mlizifitini nafsi zenu, hamkuwa waumini sawa sawa. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha, wakiambiwa hebu rekebisheni imani zenu kama waumini wenzenu, wanasema sisi tuwe na imani kama ya wale wapumbavu. Ukiwa na imani thabiti kwa Mola wako unaitwa mpumbavu. Kwa hiyo wale werevu ndo wanaenda kukutana na virusi kama hivyo. Walakinakum fatantum anfusakum, nyinyi mlizifitini nafsi zenu. Watarabastum, sisi tulipojitahidi katika imani mlikuwa mnatuchongea, mnatusubirishia mabaya, mnapenda tufikwe na matatizo kwa sababu ya imani zetu. Wale wamezidi, inafaa washughulikiwe, bora walivyoenda jela. Mimi nilitaka wauawe. Hasa wale muislamu anamwambia muislamu mwenziwe hivyo, nyinyi mlikuwa hamko kama sisi. Fatantum anfusakum, mulizifitini nafsi zenu kwa sababu ya matalaba ya raha za dunia. Watarabastum, na mlikuwa mnatusubiria mabaya yatufike, au mnatusakizia mabaya yatufike. Wartabtum, na ile masala yenu ya kiimani mlikuwa mna mashaka nayo, hamkuwa na imani sawa sawa, mlikuwa mna kitu raib kidogo, mnashaka na baadhi ya mambo. Wagharratkumul amaniyu, jengine mulikuwa mnaishi kwa matumaini. Yale matumaini ndiyo yaliyokudanganyeni, madam mimi muislam mimi naenda peponi. Hiyo ndo amani. Na Allah kawaambia watu duniani hapa hapa, laisa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab, man ya'mal su'an yujza bihi. Haingii mtu peponi kwa hayo matumaini yenu nyinyi waislamu, wala matumaini ya watu wa kitabu. Atakayefanya ovu lake yoyote yule akaenda nalo atalipwa tu ovu lake. Wagharrakum billahi algharur, nyinyi wenzenu walikudanganyeni shaitani akakuachisheni na yale aliyoyataka Allah. Kwa hiyo tofauti yenyewe ndo hiyo, na kinachowasukuma waumini kuomba watimiziwe nuru yao ni hiyo aliyosema Abdullah ibn Abbas hapa, hadha duaul mu'minin, hii ni dua ya waumini wataomba siku hiyo. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, wanaomba msamaha huko akhera. Wataomba dua hii hina atfa Allahu nura almunafiqin, pale watakapoona Allah ameizima nuru ya wanafiki. Yaduuna rabbahum, watakuwa waumini wanamuomba Mola wao, bihi, kwa dua hii, ishfaqan, kwa sababu ya woga wa tukio waliloliona, hata yasilu ila aljanna, watakuwa na woga, hawaaminishi dhamana walionayo, watamuomba Allah dua hizi mpaka wafike peponi. Waghfir lana, na utusamehe, yani wamhu anna ma farata min adh-dhunubi, Mola wetu nasi tumekukosea, lakini tunakuomba uyasamehe yale yaliyojiri katika makosa yetu. Innaka ala kulli shay'in qadir, wewe Mola wetu ni muweza juu ya kila kitu. Innaka antal qadiru ala kulli shay, hakika yako Allah wewe ni muweza juu ya kila kitu. Minal maghfirati wal iqab, ukitaka kusamehe unasamehe, unaweza hivyo, na ukitaka kuadhibu unaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo tunakuomba kwa sababu wewe ndo muweza wa kila kitu, tumekukosea, tusamehe. Na hapa tuna nuru, tunaona, tutimizie, tukamilishe nuru yetu mpaka tufike safari yetu, usije ukatuzimia kama ulivyowazimia wengine. Anta alqadiru ala kulli shay'in min almaghfirati wal iqabi war rahmati wal adhabi, wewe Allah unaweza kila kitu katika kusamehe, kuadhibu, kurehemu, kuadhibu, yote unaweza. Thumma amara ta'ala, kesha Allah akaamrisha, bijihadi a'da'illahi min alkafarati wal munafiqin,
kamuamrisha mtume wake na wale wanaomfuata mtume wasipweteke, wapambane, wafanye jihadi dhidi ya maadui wa Allah katika makafiri na wanafiki. Hawa ni ndugu, makafiri na wanafiki ni ndugu. Hapa duniani hushirikiana. Kwa hiyo Allah kawapangia undugu wanafiki na makafiri. Mnafiki ni Muislamu, katamka shahada mbili, pakiadhiniwa anaingia msikitini kusali, Ramadhani anafunga, zaka anatoa, lakini imani yake kwenye dini haiko vizuri kama yule muumini safi. Sasa mnafiki anaweza akatumiwa na huyu kafiri akafanya ndani ya dini dhidi ya dini yenyewe au dhidi ya wale watu wa dini, akafanya ya kuyafanya. Kwa hiyo Allah amemuamrisha mtume wake na amewaamrisha wale wafuasi wa mtume, ya ayuhan nabii, ewe mtukufu wa daraja, ewe mtume, jahidil kufara wal munafiqin, usikae ovyo ovyo, una maadui. Kwa hivyo pambana na makafiri na wanafiki. Kafiri ni yule ambaye ka expose imani yake, mimi imani yenu nimeikataa, huyu ndo kafiri. Munafiki ni yule ambaye mnamuona ni ndugu yenu kwenye imani, yuko kwenye dini, lakini hawa ni kitu kimoja. Mtu akiwa imani yake kwenye dini yake haiko sahihi, anatoa ushirikiano kwa kafiri, akaleta madhara kwenye imani na waumini. Kwa hiyo mtume kaambiwa awatambue watu kama hawa na atengeneze mazingira ya kupambana nao. Ya ayuhan nabiyyu, ewe mtukufu wa daraja, jahidil kuffara wal munafiqin, pambana na makafiri na wanafiki. Ai maana yake jahidil kuffara bisayfi wasinani, pambana na makafiri vyovyote vile watakavyokuja, kwa silaha, kwa maneno, mbinu nyingi wanatumia, vita vya aina nyingi, vyovyote watakavyokuja kuwa tayari kupambana nao. Wal munafiqina, na upambane na wanafiki bil hujjati wal burhani. Wanafiki ndo wako ndani yako kwenye dini, pambana nao kwa hoja na dalili. Hawa wanakuwa na utata mara nyingi kwenye aya, kwenye misimamo, kwenye maamuzi. Inawezekana mtume katoa maamuzi kwenye jambo, wao wakawa hawakuridhika. Sasa pambana nao kwa hoja na dalili. Lianna almunafiqina, kwa sababu wanafiki yadhharuna aliman, huona jidhihirisha katika imani, wamechanganyika na waumini. Kwa hiyo mnawaona ni ndugu zenu, wako ndani yenu. Hawa muwe makini kuongea nao kwa hoja na kuwakinaisha kwa dalili. Kafiri yeye ndo kaji expose, kajiweka wazi, mimi sikubaliani na Mungu wenu na kitabu chenu na mtume wenu na imani yenu. Kwa hiyo huyu hana mashaka kwa sababu anajulikana. Anaye matatizo zaidi ni huyu mnafiki ambaye mnaye miongoni mwenu. Anaweza akazusha ya kuyazusha mengi yakaiumbisha jamii ya waumini kwa ujumla. Kwa hiyo wote kaa tayari kupambana nao, makafiri na wanafiki. Fahum, kwa sababu hawa wanafiki muslimuna dhahiran, kwa dhahiri wanaonekanwa ni Waislamu, mnawaona wenzenu. Falidhalika, kwa sababu ya kwamba wamo miongoni mwenu, lam yu'mar alayhi salatu wasalamu biqitalihim, hakuamrishwa mtume kupambana nao vita vya silaha. Vita vya silaha mnapambana na wale wenye kuja na silaha wakataka kupigana na nyinyi, wakasema tunataka kuwamaliza, wale mnapambana nao. Lakini hawa maadui wa ndani si busara kupambana nao kwa silaha au kupenda kuwapa adhabu ya kuwaua, fitna yake pia inakuwa ni kubwa. Waghludha alaihim, ni amri Allah amempa mtume, uwe mgumu kwao, yani usiwe regerege, kaa nao kiuadui, upambane nao kiume. Ushdud alaihim fil khitabi, hawa wakuongea nao kwa hoja
ongea nao kwa hoja zenye nguvu, kuwa mkali dhidi ya wanafiki. Na wale wa kupambana nao kwa silaha, kaamrishwa Mtume kwenye sura nyingine, aya nyingine, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Muna maadui, mnapaswa na nyinyi kustadi nguvu walionayo, na nyinyi mpambane, mujiandae kiupinzani kwa nguvu inayoweza kukabiliana na nguvu walionayo. Kwa hiyo uwe mkali kwa makafiri na uwe mkali kwa wanafiki vile vile. Wala tuamilhum birrafati walini, watu kama hawa wakorofi wanafiki usiamiliane nao kwa njia ya upole na ulaini. Wasikukute ikawa kila mitego yao wanaotega wanakupata, wanakuburuza tu. Usiamiliane nao kiurafiki na kiulaini. Mnafiki huwa anajulikana, hasa Mtume alipewa maarifa ya kuwajua. Kwa hiyo alikuwa mara nyingi anakuwa na tahadhari na watu kama hawa. La tuamilhum birrafati walini, usiamiliane na wanafiki kwa upole na ulaini. Wa iraban wa idhlalan lahum, wala usijifanye kuwa ni mtu mwenye kuwaogopa na kujidhalilisha mbele yao. Usiwe na hofu unapodili nao, wala usikae katika kikazi cha kujidhalilisha ukawafanya wao wana credit, wako juu wewe uko chini. Hapana, wewe uwe juu, wao waweko chini. Kaa hivyo. Litankasira salabatahum watalina shakimatahum, ukiwa wewe mgumu uko juu, basi ule uimara wao utaudhoofisha. Watakaa kwenye nafasi yao kwamba wao hawakuwezi, wewe uko juu, wao wako chini. Mbinu wanazozipanga haziwezi kukupa madhara ikiwa hukuwapa mwanya wa kuwaruhusu wajisikie wao wako juu kuliko wewe. Wa ma'wahum jahannam, duniani dili nao hivyo kiugumu tu, na akhera makazi yao ni jahannam. Makafiri na wanafiki wote wanaenda kwenye moto wa jahannam. Inna Allaha a'adda lilkafirina walmunafiqina fi jahannama jamia, Allah kawaandalia wanafiki na makafiri kwenye jahannam wote pamoja. Wa ma'wahum jahannam, makazi yao ni kwenye moto wa jahannam. Wa mustaqarruhum fil akhirati jahannam, makazi yao ya milele akhira ni kwenye moto wa jahannam. Wa bi'sal masiru, na ni mafikio mabaya sana mtu kuondoka duniani alafu maisha ya kudumu yasiyo na mwisho akenda akakaa motoni. Bi'sat jahannamu mustaqarran wa masiran lilmujrimin, kwenye jahannam ni mapumziko mabaya yaliyoje na mafikio maovu mno kwa watu waliofanya makosa. Kutokana na muda leo tuweke hapo, tutakuja kumalizia aya zilizobaki. Allah katupigia mifano ya makafiri na mifano ya waumini. Lakini katika kitu cha kuvutia sana, hii mifano iliyopigwa huku mwisho wa sura hii yote inawahusu wanawake. Allah kapiga mifano ya wanawake. Daraballahu mathala lilladhina kafaru, akataja wanawake, mraata nuhin wa mraata lut. Wa daraballahu mathala lilladhina amanu, kataja wanawake, mraata Firaun wa Maryam ibnata Imran. Aya hizo tutakuja kumalizia mwisho katika darasa yetu inayokuja inshallah, aya za mwisho. Kama ilivyoanza mwanzo, sura yetu hii imewahusu wanawake, tena wake wa Mtume. Halafu tukaja tukapewa onyo sote waumini tuchukue tahadhari, na imemaliziwa hivyo hivyo kuonyesha kwamba maisha yetu yamo hatarini, kwa sababu maisha yetu ndo hayo, tunategemea pairs, tunakuwa na majumba, tunakuwa na wake, tunazaa watoto wanaume na wanawake. Kwa hiyo tunatakiwa tutumie fursa hii ya maisha ya duniani vizuri, ili tukiondoka tuwe tumefanikiwa. Hapa ni mtihani, tunakokwenda tunaenda kupewa matokeo. Sasa usiandae matokeo ya kufeli, ujipange. Tusome tulipoondokea leo mpaka hapo tulipoishia, alafu tufunge darasa yetu kwa leo inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim.
ya ayuha alladhina kafaru, enyi mliokufuru, la ta'tadhiru alyawm, leo msitoe udhuru zenu. Atawaambia hivyo Allah makafiri siku ya kiyama, msitoe nyudhuru zenu za kujitetea kwa nini mmekuja mmekosea. Hapatakiwi nyudhuru zozote. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, leo mmelipwa yale ambayo duniani ndo mlikuwa mnayafanya. Kama muongozo mlishapewa huko, fursa za kujirekebisha mmepewa huko, hamkutaka kuzitumia shauri yenu wenyewe. Ndio hizo naambiwa tubieni basi muondoke vizuri, hamkutaka. La ta'tadhiru alyawm, siku ya kiyama wataambiwa leo hapa msitoe dharura zenu, hazikubaliki. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, leo mnalipwa yale ambayo duniani mlifanya. Leo ni siku ya kuja kupewa matokeo ya mitihani yenu, pokeeni. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni kwa Allah toba ya kweli. Hii sasa hapa duniani tulipo ndo tunasemezwa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni kwa Allah pale mnapokosea, lakini mkitubia mtubie kweli kweli, toba ya kweli. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum, mkitubia toba ya kweli Mola wenu atakusameheni makosa yenu. Yani unaenda vizuri, huna ugomvi wewe na muumba wako. Jengine utakalopata kwa sababu ushasamehewa makosa, wa yudkhilakum jannatin, Mola wenu atakuingizeni peponi, tajri min tahtiha al-anhar, pepo ambayo inapita mito chini yake. Lakini matokeo hayo sio leo kwenye dunia hii. Yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma, siku ambayo Allah hatomkhizi mtume wake na waumini waliomuamini, atawastiri. Nuruhum, nuru yao waumini, yas'a baina aidihim wa biaimanihim, itakuwa inaangaza vya kutosha upande wa mbele na kuliani. Yaqulun, watakuwa wanasema waumini hawa kumuomba Mola wao, Rabbana atmim lana nurana, Mola wetu tutimizie hii nuru yetu, ibakishe, itufikishe safari yetu. Waghfir lana, na utusamehe. Hapo mtu atayakumbuka yote aliyokuwa anafanya duniani. Nimemkosea sana Mola wangu, ingawaje nilitubu, kanithibitishia, kanisamehe, lakini tukio hili lilowapata hawa jamaa lisijekuwa na mimi nimo kwenye kundi la hawa. Ndo watu watakuwa wanaomba, waghfir lana, tusamehe Mola wetu, innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe Mola wetu ni muweza juu ya kila kitu. Ukiamua kutuadhibu sote utatuadhibu tu, na ukiamua kutusamehe sote unaweza kufanya hivyo. Unaweza kila kitu Mola wetu, kwa hiyo tusamehe na uturehemu. Ya ayuhan nabiyyu, ewe mtume, jahidil kuffara, pambana na makafiri, wal munafiqin, na pambana na wanafiki, waghluz alaihim, na uwe mgumu kwao. Usikubali wakakuweka chini, wewe uwe juu yao. Wa ma'wahum jahannam, na makazi yao ya kufikia akhira ni kwenye moto wa jahannam. Wa bi'sal masiru, na mtu kuondoka duniani akaenda kwenye moto wa jahannam ni mwisho mbaya mno. Kwenye jahannam ni mafikio mabaya sana. Kwa hiyo anapaswa mtu atahadhari na kwenda kwenye mafikio hayo. Tunafika hapo aya ya 9. Zimebaki aya zetu 3, hizo tutakuja kusoma kwenye darasa inayofuata inshallah. Wallahu a'lamu, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali hapa. Hii siku ya kiyama kuna matokeo mengi ambayo yameelezwa. Moja ni katika sura hii ambayo tulisoma, nasema yawma tara al-mu'minina wal mu'minati swali nishalielewa, lakini nashangaa wewe kwa hujanielewa, kwa sababu mimi nimezungumza hapa. Haya yanayotajwa humu
ni baada ya hukumu. Iko hivi, tutakapopuliziwa baragumu la kufufuliwa, tunatoka makaburini kwetu katika mtindo wa kukimbia. Yaani wewe ukitoka tu pale, cha kwanza unaenda mbio, wala hujui unaenda wapi, kwa ule mfadhaiko wa kukurupushwa pale ulipokuwa umelala. Lakini tukitoka tukenda hizo mbio, ardhi inakuwa imenyooshwa, haina shimo wala kinundu. Umefahamiana? Kokote utakokwenda, mwisho wako ukichoka utasimama hapo hapo utaposimama. Tutakuwa tumejikuta tumesimama uwanja mmoja, wa mwanzo mpaka wa mwisho, hakosei, hapotei hata mmoja. Kisimamo hicho tunaweza tukasimama baada ya kutulia kwetu kwenda mbio. Tunaambiwa siku yenyewe ya kusimama inakadiriwa kama miaka 50,000 hii ya hapa duniani, kabla Allah kuanza kuhukumu. Shaenda mbio sana, sijui miaka mingapi tunakimbia. Lakini tukishatulia tutabaki tumesimama, hakuna mabenchi hapo wala hakuna vivuli. Jua mtindo mmoja, tumesimama kike kiume. Lakini kwa mfadhaiko hakuna mtu atakayejali kwamba niko na wanawake au niko na wanaume. Kila mtu anaangalia lake. Siku hiyo ni ndefu. Kwa vipimo vya siku za hapa duniani ni kama miaka 50,000 ya duniani. Siku za huko ni ndefu. Umenifahamu vizuri? Mpaka hapo litakapotokea tukio, waumini wa kila umma kutafutana, tutafute mtu atuombee kwa Allah aje atuhukumu. Yatafanyika mazoezi hayo mpaka Allah ataanza kuhukumu. Kwa hiyo atakapoanza kuhukumu, wa motoni wengine wanaenda motoni na wa peponi wanaenda peponi. Wengine hawana jema la kuhesabiwa, ni motoni directly, anaenda zake motoni. Na wengine hawana kosa la kuhukumiwa, wanaenda zao peponi directly wakitoka hapo. Hasa wale maskini hesabu zao ndogo. Hawana majukumu ya uongozi, kama labda wana dhamana kwenye uongozi wao wakaulizwe. Hawana majukumu ya mali, hawana majukumu haya. Simply sababu yake nyepesi, anaenda zake mwenyewe peponi. Sasa baada ya hapo, watakaobaki wenye complications ndio yatakuwa haya mambo ya mitihani kama yanavyozungumzwa. Umenifahamu? Watatoka watu hapo kwenye mauqiful qiyama, washahukumiwa. Mitihani midogo ya pale wamepasi, ndo kama hawa wamechanganyika na waumini, wana tamaa kubwa kwamba tunaenda peponi. Si unajua katika masala ya imani, wengine mashehe hivyo, maimamu misikitini. Kwa hiyo Qur'ani wala huwababaishi, wamehifadhi. Wakiambiwa soma, wanasoma yote. Lakini hawatakiwi waende peponi. Makosa yao makubwa ndio yanakuja hayo mengine yanayozungumzwa humu, kwamba kuna vikwazo. Basi nendeni, nyesi wa peponi nendeni. Kwa mujibu wa amali zao, nuru yao inakuwa haitoshi kuona, inazimika. walahum a'malu min duni dhalika hum laha amilun. Hawa walikuwa na matendo yao mengine kinyume na yale ya kheri yanayoonekana, wenyewe walikuwa wanafanya. Allah ndo anayejua. Kwa hiyo nuru inazimika wakati anaenda peponi, na alikuwa yuko kwenye kundi la wanaoenda peponi. Kitendo hichi kitafanya tofauti kati ya wenye nuru na wasiokuwa na nuru. Ni baada ya hukumu. Hukumu ishatoka. Ushanifahamu eh? Maamuzi ishatoka. Huyu wa motoni, lakini anapewa moyo. Ile kama walivyofanya istihzai duniani, Allah na yeye atawafanya istihzai akhera watu wengine. Anakuwa na tamaa kwamba huenda nikafika peponi, pepo ile naiona, lakini hafiki. Haya yatatokea baada ya hukumu. Ushanifahamu eh? Inshallah khair. Naam. Wa alaikum salam. Ndio huyo, kwa sababu ni tuseme tofauti yake ni masala ya kiutendaji tu. Muumini ni mtu ambaye kaamini sawa sawa na anaifanyia kazi imani yake. Na kitendo cha muumini kuifanyia kazi imani yake, hiyo ndio inaitwa takwa. Maana takwa ni maisha ya kufuata utaratibu tu. Allah kataka nini na unafanya utaratibu. Na muumini ndo anayefanya hivyo. Umenifahamu vizuri? Muumini ndo anayeambiwa husikia, akikatazwa anakatazika, na huo ndo ucha Mungu wenyewe. Maana takwa
ni kufata utaratibu ili ujiepushe na kufanya makosa, usiende kule na makosa. Takwa inatokana neno wikaya. Wikaya maana yake ni kinga au tahadhari. Hili halitakiwi, nikilifanya litakuja kunitesa siku moja. Hiyo ndo takwa, inakupelekea hivyo, unaliacha. Hili nimeamrishwa, nikiliacha hili ninamkera aliyeniamrisha, basi nitalifanya kwa kutaka radhi yake. Hayo ndo maisha ya takwa. Kwa hiyo waumini ndo wanaishi maisha ya takwa. Iwa na hadathi kubwa yoyote kama janaba au nifasi au hiyo hedhi, yanatofautiana mambo, hili na hili na hili marufuku. Kwa ufupi ni hivyo. Ukiwa na katika siku zako, bora usije msikitini na usishike msahafu wala usisome Qur'ani. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.